Mambo vipi rafiki yangu? Uko poa? Karibu tena kwenye chaneli yetu ambapo tunazungumzia mambo halisi ya maisha, mapenzi, mahusiano na ukweli ambao wengi wanaogopa kuusema. Swali ni hili: je, kuna dalili gani zinazoonyesha mpenzi wako anakusaliti? Katika video hii nitakueleza dalili zaidi ya 20 ambazo zinaweza kukuonesha ukweli uliokuwa hutaki na kuuamini. Lakini kumbuka, lengo si kukuumiza, bali kukuweka uwe macho na kukusaidia kufanya maamuzi sahihi kwa wakati sahihi. Namba 1, simu yake inakuwa ya siri sana, hataki uishike kabisa. Mpenzi wako anaanza kubadilika ghafla kwenye matumizi ya simu yake. Awali alikuwa anakuachia simu yake bila shida, lakini sasa hata akiacha anakuwa na wasiwasi. Anabadili password mara kwa mara bila kukuambia. Kila notification akiisikia anakuwa na haraka ya kuangalia. Anaanza kuondoka na simu hadi bafuni, kitu ambacho hakufanywa kabla. Akikukuta umeishika simu yake, anaonekana na hasira au taharuki. Hii ni ishara kubwa kwamba kuna kitu anaficha. Mara nyingi usiri huu unatokana na mawasiliano na mtu mwingine, na mara nyingi mtu anayesaliti anakuwa makini sana kulinda siri zake. Ukiona mabadiliko haya, usiyachukulie poa. Namba 2, anapungua mawasiliano na wewe. Kabla alikuwa anakutafuta mara kwa mara. Simu, meseji na hata kukujulia hali zilikuwa za kawaida. Lakini ghafla anaanza kupunguza mawasiliano. Akikupigia simu, maongezi yanakuwa mafupi sana. Meseji zako anachelewa kujibu au hajibu kabisa. Anakupa visingizio kama niko busy sana, lakini ukiangalia mitandaoni unaona yupo active. Hii inaonyesha muda wake anawekeza sehemu nyingine. Mara nyingi mtu anayesaliti hupunguza uwekezaji kwenye uhusiano wake wa sasa. Hii ni red flag usiyoipaswa kupuuza. Namba 3, anakuwa na hasira bila sababu. Anakuchukulia vitu vidogo kwa uzito mkubwa. Anakasirika kwa mambo ambayo hayakuwa tatizo kabla. Unapojaribu kuongea naye, anageuza kuwa ugomvi. Anakujibu kwa ukali au kejeli. Hii ni kwa sababu anahisi hatia ndani yake. Ili kuficha hilo, anageuza lawama kwako. Anaweza kukuona kama kero ghafla, na mara nyingi anatafuta sababu ya kukukwepa. Hali hii huathiri sana amani ya mahusiano. Ukiona mabadiliko haya, kuna kitu hakipo sawa. Kabla hatujaendelea na pointi yetu ya 4, fanya kubonyeza neno subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele hapo chini. Lakini usisahau kulike na kucomment, utakuwa umetisha sana. Namba 4, anakuwa na ratiba mpya zisizoeleweka. Ghafla anakuwa na shughuli nyingi zisizoeleweka. Anakuambia ana kazi za ziada mara kwa mara. Anachelewa kurudi nyumbani bila maelezo ya kuridhisha. Akimuuliza yuko wapi, majibu yake yanachanganya. Anaanza kuwa na safari za ghafla. Ratiba zake hazilingani na maelezo anayokupa. Mara nyingi mtu anayesaliti hutumia muda wake na mtu mwingine, na ili kuficha hilo, anabuni sababu. Ukianza kuona consistency haipo kwenye ratiba yake, kuwa makini. Hii ni dalili kubwa sana. Namba 5, hapendi tena ukaribu wa kimahaba. Mapenzi yanapungua ghafla. Hapendi kukumbatiana kama zamani. Kumbusu kunapungua au kunaonekana forced. Hata mahusiano ya kimwili yanapungua bila sababu. Anakupa visingizio vya uchovu kila mara, lakini kabla hali haikuwa hivyo. Mara nyingi anakuwa anapata mahaba sehemu nyingine, hivyo hamu kwako inapungua. Ukiona mabadiliko haya bila sababu ya msingi, jiulize, hii ni ishara ya hatari. Namba 6, anakuwa na marafiki wapya usiowajua. Anaanza kuwa na marafiki wapya lakini hataki uwajue. Akiongelea anakuwa vague sana. Hajawahi kukutambulisha kwao. Anaongea nao kwa siri sana. Unapouliza anakuwa defensive. Anaweza kusema ni rafiki tu, lakini hataki maelezo zaidi. Mara nyingi hawa rafiki wanaweza kuwa zaidi ya marafiki. Hii ni trick ya kawaida kwa wanaosaliti. Ukiona transparency imepotea, chukua tahadhari. Mahusiano yanahitaji wazi. Namba 7, anakulaumu wewe kwa mambo yasiyo na msingi. Ghafla unakuwa wewe ndiye chanzo cha matatizo yote. Anakuambia wewe hubadiliki au wewe humjali vya kutosha. Lakini ukweli ni kwamba anajaribu kuficha makosa yake. Hii huitwa projection. Anahamisha lawama kutoka kwake kwenda kwako, ili wewe usiwe na nafasi ya kumhoji. Ni mbinu ya kisaikolojia. Ukiona lawama zisizo na msingi zinaongezeka,
jiulize, kuna kitu kinafichwa. Namba 8, anajali sana muonekano wake. Anaanza kujipendezesha kupita kiasi. Ananunua nguo mpya mara kwa mara, anatumia perfume kali tofauti na kawaida, anajipanga sana hata kwa sehemu ndogo tu, lakini si kwa ajili yako. Ukimuuliza, majibu yake hayana uzito. Mara nyingi anafanya hivyo kuvutia mtu mwingine. Hii ni dalili ya kawaida sana. Mabadiliko ya ghafla kwenye muonekano yana maana, usiyapuuze. Namba 9, anaficha mitandao yake ya kijamii. Hutaki akuone ukitumia simu yake. Anakuwa na akaunti za siri. Anabadilisha privacy settings mara kwa mara. Anapunguza posts zinazohusu wewe. Anaficha comments au messages. Mitandao yake inakuwa ya siri sana. Hii inaonyesha kuna kitu anaficha. Mara nyingi ni mawasiliano ya kimapenzi. Ukiona transparency imepotea, chukua hatua. Hii si kawaida. Namba 10, anakwepa kukutambulisha kwa watu wake. Hapendi kukupeleka kwa marafiki au familia. Akikutambulisha, anafanya kwa mashaka. Anaonekana kama anaficha kitu. Anaepuka picha za pamoja au posts zinazokuonyesha wewe. Mara nyingi anataka kuonekana yuko single ili iwe rahisi kwa mtu mwingine kumkaribia. Hii ni dalili ya wazi. Ukiona unafichwa, jiulize kwa nini. Mahusiano ya kweli hayana siri. Namba 11, anaanza kukulinganisha wewe na watu wengine. Mpenzi wako anaanza kukulinganisha na watu wengine bila sababu ya msingi. Anaweza kukuambia, mbona fulani anafanya hivi na wewe hufanyi? Au kuna watu wako beta kuliko wewe kwenye hili. Maneno haya yanaweza kuonekana madogo, lakini yanaumiza sana. Kabla hakuwa na tabia hii, lakini ghafla imeanza. Hii inaonyesha kuna mtu mwingine anayemuona kama mfano bora. Anaanza kukuona una mapungufu mengi kuliko zamani. Hii ni kwa sababu hisia zake zinahamia kwa mtu mwingine, na ili kujihalalishia hilo, anakushusha thamani. Ukiona unalinganishwa mara kwa mara, kuwa makini sana. Ni dalili ya hatari inayoweza kuashiria usaliti. Namba 12, anakosa muda wa kuwa na wewe. Ghafla anakuwa busy kila wakati. Hana muda wa kukutana na wewe kama zamani. Mipango yenu mingi inaanza kuvunjika. Akikuahidi kitu, mara nyingi hatimizi. Anakuambia ana majukumu mengi sana, lakini ukweli ni kwamba muda huo anawekeza sehemu nyingine. Hata akipata muda, anaonekana hana interest ya kuwa na wewe. Anakuwa kama analazimisha tu uwepo wake. Hii ni ishara kuwa kuna mtu mwingine anayempa kipaumbele. Ukiona unakuwa option badala ya priority, jiulize sana. Namba 13, anabadilika ghafla kitabia. Tabia yake inabadilika bila sababu ya kueleweka. Kama alikuwa mpole, anakuwa mkali. Kama alikuwa mchangamfu, anakuwa mtu wa kukaa kimya. Mabadiliko haya yanakuja ghafla sana na hayana maelezo ya msingi. Anaanza kuwa mtu tofauti kabisa na uliyemzoea. Hii ni kwa sababu kuna maisha mapya anayoyaishi nje ya mahusiano yenu. Mara nyingi anajaribu kubalance mambo mawili kwa wakati mmoja. Hilo linamfanya awe na mabadiliko yasiyoeleweka. Ukiona mabadiliko makubwa ya tabia, chukua tahadhari. Namba 14, anakosa uvumilivu kwako. Anakuwa hana subira kabisa. Mambo madogo tu yanamkera. Hata maongezi ya kawaida yanamchosha. Anakata maongezi katikati au anakujibu kwa kifupi sana. Anaonekana kama hataki hata kusikia sauti yako. Hii inaonyesha interest yake imepungua, na mara nyingi interest hiyo imehamia kwa mtu mwingine. Uvumilivu ni ishara ya upendo. Ukiona haupo tena, kuna tatizo. Hii ni dalili muhimu sana ya kuangalia. Namba 15, anapunguza kukushirikisha mipango yake. Mipango yenu ya pamoja inaanza kupungua. Safari mlizopanga hazitimizwi. Mipango ya baadaye haizungumzwi tena. Akizungumzia kesho, haikuingizi ndani. Anaonekana hana uhakika na wewe au hana interest ya kujenga na wewe. Hii ni kwa sababu anafikiria mtu mwingine na haoni future yake na wewe tena. Mahusiano yenye afya huwa na mipango ya pamoja. Ikipotea ni ishara mbaya sana. Namba 16, anakwepa mazungumzo ya kusuluhisha ugomvi wenu. Ukimuuliza kuhusu future, anakwepa. Hatoi majibu ya wazi. Anaweza kubadilisha mada au kusema tutaona mbele. Hii inaonyesha hana uhakika na wewe au tayari ana mipango mingine. Mtu anayekupenda ana vision na wewe.
Lakini anayesaliti huwa anaogopa kujifunga, kwa sababu anajua anachokifanya si sahihi. Ukiona future haizungumzwi, jiulize sana. Namba 17. Anakuwa na siri nyingi zisizoeleweka. Anakuwa na mambo mengi ya siri. Anaongea kwa simu akiwa mbali na wewe, au anachukua simu na kuondoka pembeni. Unapomuuliza, anakujibu kwa kificho, hatoi maelezo ya kutosha. Hii inaonyesha kuna kitu anaficha, na mara nyingi ni mtu mwingine. Mahusiano ya kweli hayana siri zisizoeleweka. Uwiano wa uwazi unapopotea, kuna tatizo. Hii ni dalili kubwa sana. Namba 18. Anaanza kukudharau. Heshima inaanza kupungua. Anakuongea vibaya hata mbele za watu. Anapuuza hisia zako. Anakuona kama huna thamani. Maneno yake yanakuwa ya kukera na hataki kujali unavyojisikia. Hii ni kwa sababu hana tena hofu ya kukupoteza, au tayari ana mtu mwingine. Upendo huenda sambamba na heshima. Ikipotea, ujue kuna tatizo kubwa. Namba 19. Anakuwa na ulinzi mkubwa wa vitu vyake au siri zake. Anaweka mipaka mikali sana ghafla. Hapendi ujue anafanya nini. Hapendi kushare details za maisha yake. Anaficha ratiba, marafiki na shughuli zake. Anakuambia hiyo ni personal sana, lakini kabla hakuwa hivyo. Hii ni dalili ya kuficha kitu, na mara nyingi ni usaliti. Faragha ni muhimu, lakini si kuficha ukweli. Ukiona ulinzi umepitiliza, chukua tahadhari. Namba 20. Moyo wako unakuambia kuna kitu si sahihi. Intuition. Kuna ile feeling ya ndani ambayo huwezi kuielezea. Unahisi kuna kitu kibaya kinaendelea. Huna ushahidi kamili, lakini unajua tu. Hisia hizi mara nyingi hazidanganyi. Mwili na akili yako vinakusoma mazingira. Unaanza kuona vitu vidogo vidogo vinavyojenga picha kubwa. Hata ukijaribu kupuuza, moyo unakusumbua. Hii ni intuition yako, na mara nyingi huwa sahihi. Usiipuuzie kabisa, inaweza kuwa inakuokoa. Rafiki yangu, ukweli ni kwamba si kila dalili moja inamaanisha usaliti, lakini ukiona dalili nyingi zinajirudia mara kwa mara, basi kuna uwezekano mkubwa kuna kitu kinaendelea. Kumbuka, thamani yako ni kubwa. Usikubali kuishi kwenye mahusiano yenye maumivu na mashaka kila siku. Ni bora kujua ukweli kuliko kuishi kwenye uongo. Natumaini umefurahia video hii na umejifunza kitu muhimu sana leo. Ebu sasa fanya kusubscribe kwenye chaneli hii, bonyeza like na usisahau kucomment ili unipe nguvu zaidi ya kufanya content kama hii. Tuonane tena kwenye video ijayo.